Inafahamika tarehe 28 mwezi Oktoba mwaka 2025, watu wengi wanakaa kwa ajili ya kuweza kusubiri uchaguzi mkuu utakuwaje. Wabunge tofauti tofauti, watu wenye nyadhifa tofauti tofauti wameweza kujitokeza rasmi kwa ajili ya kuweza kuchukua form kwa ajili ya kuweza kugombea bana ubunge katika chama chao ambacho ni CCM, ambacho ni chama tawala. Sasa hapa niko na listi ya watu tofauti tofauti ambao wamejitokeza kwa ajili ya kuweza kugombea ubunge bana mwaka 2025, mwaka 2026 mpaka mwaka 2030, ambapo tutakaa tena upya kwa ajili ya sisi wananchi kuweza bana chagua tena viongozi bana wapya. Sasa hapa niko na orodha ambayo orodha hii bana imejaa bana watu wenye nyadhifa tofauti tofauti ambao wao wameweza kutangaza nia na kuweza kuchukua fomu za kugombea ubunge. Anafahamika kama Isaac Ngowi, yeye ni mkurugenzi wa Enterprises ambaye ameweza kuchukua fomu ya kuweza kugombea ubunge wa Moshi mjini kupitia chama cha CCM. Pia tuko na Hamad Chale, yeye ameweza kuchukua fomu ya kuweza kugombea ubunge jimbo la Songea mjini, lakini pia huyu bana ni mjumbe wa halmashauri kuu CCM taifa bana mkoa wa Ruvuma. Mbali na hapo pia tumeonana pia na Dr. Tulia Ackson ambaye pia mbunge wa Mbeya mjini, lakini pia ni speaker wa bunge la Tanzania, naye pia ameweza kuchukua bana fomu ya kuweza kugombea bana ubunge, lakini sasa hivi ataenda kugombea katika jimbo la Uyole pale. Na watu ambao waliweza kumchukulia form bana ni wananchi wake ambao wao waliweza kujumuika pamoja kabisa kuweza kumchukulia form, ambaye alikuwa ni moja kati ya watu ambao wameonekana ni wazalendo sana kwa upande wa pale Mbeya. Tuko na Paul Makonda ambaye alishawahi kuwa ni mkuu wa mkoa wa Arusha, na pia ameweza kuchukua bana form ya ubunge kuweza kugombea bana ubunge wa Arusha mjini kupitia chama tawala cha CCM. Mbali na hapo pia tuko na Mheshimiwa Jerry Sila ambaye naye pia alikuwa ni mbunge wa jimbo la Ukonga. Sasa hivi kwa mara ya pili tena anaenda kugombea hapo bana Ukonga, wananchi wakiwa wanategemewa kwamba wataonesha bana ushirikiano wa dhati kabisa na mbunge huyu hapa ambaye amepita, Mheshimiwa Jerry Sila. Anaitwa Agley Mwanli, yeye ameweza kuchukua form kuweza kugombea katika jimbo la Siha mkoa wa Kilimanjaro, ambaye yeye alikuwa ni mkuu wa mkoa wa Tabora. Mbali na hapo pia tuko na Abubakari Ali, yeye ameweza kuchukua fomu kuweza kugombea katika jimbo la Kigamboni, ambaye pia ni mjumbe wa kamati ya siasa chama cha mapinduzi CCM ambacho ndo chama tawala. Mbali na hapo pia tuko na Romy Jones ambaye huyu ni kaka yake wa Diamond Platinum, lakini pia ni DJ maarufu kabisa hapa Tanzania, naye ameweza kuchukua fomu kuweza kugombea bana ubunge wa jimbo la Mbagala jiji la Dar es Salaam. Mbali na hapo pia tuko na Clayton Chipando, jina hili linaweza likawa ni geni sana masikioni mwako, lakini ni mtu maarufu zaidi hapa Tanzania. Anaitwa Baba Levo B Baba Mijumba kwa jina lake ambalo ni Clayton Chipando. Yeye ameweza kugombea katika ubunge wa jimbo la Kigoma mjini, lakini pia huyu ni mtangazaji, influencer, chawa, lakini aliweza kujaza bana fomu yake ile ambayo aliweza kuchukua ndani ya dakika 17 tu akiwa muongozana pamoja na mke wake. Waliweza kumaliza dakika 17 kuweza kujaza fomu na kuweza kuirejesha fomu hiyo hapo ambayo alichukua kwa ajili ya kuweza kugombea ubunge wa jimbo la Kigoma bana mjini. Mbali na hapo pia tuko na Engineer Hellside ambaye huyu bana ni moja kati ya watu ambao wameshafanya makubwa kwenye masuala ya soka hapa nchini Tanzania, ambaye ni rais wa klabu ya soka Young Africa. Yeye ameweza kugombea ubunge wa jimbo la Kigamboni, na sasa hivi pia tumeweza kumuona Arafati Ali Haji ambaye pia ni makamu wa rais wa klabu ya soka Young Africa, naye ameweza kuchukua fomu kwa ajili ya kuweza bana kugombea katika jimbo la Shauri ya Moyo visiwa vya Zanzibar, huko akiwa anataka bana ubunge. Mbali na hapo pia tuko na Emmanuel Daudi Tayari ambaye yeye bana ni mwanachama wa CCM bana, mwanachama nguli kabisa huyu, naye ameweza kugombea bana ameweza kuchukua fomu kuweza kugombea ubunge wa jimbo la Kwimba mkoani Mwanza. Mbali na hapo pia tuko na Jubi Msuya ambaye pia ni mwandaaji wa tuzo za Business Award na mwanachama
mwanachama wa CCM ameweza kugombea pia katika ubunge wa viti maalum baada ya kuweza kuchukua form. Bana ameweza kuchukua form na nia yake hiyo hapo imeweza kuthibitisha kabisa kwamba yuko na nia ya kuweza kugombea bana ubunge. Mbali na hapo pia tuko na Hashim Ibwe, yeye ameweza kutangaza nia yake ya kuweza kugombea ubunge wa jimbo la Mwanga mkoani baada ya kuweza kuchukua bana fomu bana huko mkoani Kilimanjaro. Yeye bana Hashim Ibwe ndipo ambapo atakuwepo. Bana huyu Hashim Ibwe inafahamika kwamba ni afisa habari wa klabu ya soka ya Azam FC, lakini pia ni mtangazaji. Ameweza pia kuchukua fomu kuweza kugombea ubunge wa jimbo la Mwanga mkoani Kilimanjaro. Anaitwa Balton Mwemba almaarufu kama Mwijaku. Yeye ni mtangazaji, influencer, chawa, mwigizaji, lakini pia ni mwimbaji wa nyimbo za Bongo Flava. Yeye ameweza kuchukua form kuweza kugombea bana ubunge wa Mvomero Morogoro. Watu wengi walikuwa nadhani pengine labda ataweka competition bana kuweza kugombea kule Kigoma ambapo mwenzake Baba Levo bana akashachukua form, lakini sasa hivi ameweza kubadilisha na kuweza kuchukua bana form kuweza kugombea Mvomero Morogoro. Mbali na hapo pia tuko na Zena Mohamed Yusuf. Jina hili linaweza likawa ni geni sana masikioni mwako, lakini huyu anafahamika kama Shilole. Bana ni moja kati ya watu ambao washatoa bana hit songs za kutosha kama vile tunapindua meza bana na ngoma kibao ambazo zimefanya vizuri kabisa kwenye soko la muziki wa Bongo Flava. Ameweza kuchukua bana form ya kuweza kugombea ubunge wa viti maalum bana Tabora huko, lakini pia huyu ni mfanyabiashara, lakini pia mwimbaji kama nilivyokuambia, lakini pia mwigizaji. Lakini mbali na hapo pia tuko na Jessica Magufuli, naye ameweza kuchukua bana form ya kuweza kugombea ubunge wa viti maalum, lakini pia huyu ni mtoto wa rais aliyepita John Pombe Magufuli, naye ameweza kuchukua form Jessica Magufuli kuweza kugombea ubunge wa viti maalum. Mbali na hapo pia tuko na Mboni Simba, yeye ameweza kuchukua ubunge wa viti maalum, form ya ubunge wa viti maalum mkoa wa Tanga. Bana yeye pia alikuwa ni moja kati ya watu ambao wana mchango mkubwa sana kwa jamii kulingana na shughuli ambazo alikuwa anaziendesha ambazo ziliweza kusaidia sana jamii kupitia kampuni yake ambayo inafahamika kwa jina la Chocolate, lakini pia Princess na Mboni Simba Foundation. Bana uko na mtazamo gani kutoka kipande chochote ambacho upo right now? Bana dropisha comment yako kwenye anja comment hapo, usiache kusubscribe, kucomment, utakuwa umetisha kinoma noma. Ini sasa online digital, chao chao.